Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika mtaa wa Engosoash, kata Mushono, ni katika jiji la Arusha. Mwendelezo wa taarifa hii si mara ya kwanza kuripoti kuhusiana na wizi wa mita za maji, ambapo mwanzo tuliwahi kuripoti tukio moja upande wa Olorien, mita zaidi ya 50 ziliibiwa. Lakini tumekuja tena katika eneo hili ambalo si mbali sana kutoka lile eneo ambalo ulitokea wizi wa mita zile ambazo tuliripoti kipindi kilichopita. Hapa Wananchi pia kilio ni kile kile, mita zaidi ya 80 zimeibiwa katika mtaa huu wa Engosoash. Lakini mpaka sasa juu ya mikakati wa kudhibiti wizi wa mita hakuna majibu yoyote ambayo yametoka kutoka kwa mamlaka zinazohusika, kwa maana kwamba mamlaka ya maji wala jeshi la polisi kwamba kuna watu wote ambao wamekamatwa juu ya wizi huu. Ni wizi ambao umeshamiri sana, na wanaoiba mita hizi inaonekana kama vile wana utaalamu, kwa sababu kufungua mita lazima uwe na vifaa ambavyo ni maalum kwa ajili ya kufungulia. Leo tumekuja mtaani hapa kwa ajili ya kuzungumza na wananchi, wakieleza kwamba wizi wa mita hizi imekuwa ni tatizo, na lilianza tu pale ambako walitoa mfumo huu wa mita ndani kwa watu kwenye mageti na kuweka nje. Hivyo wezi ambao wanaweza wakafanya chochote, wanaweza wakatoa mita iwe mchana, lakini hawa watu wanaokuja kufanya hivyo wakati mwingine wanakuja kama vile ndio watu wa mamlaka wenyewe. Naitwa Rose Raymond Sambu. Mimi ni mwananchi wa Engosoash Masaleni. Kero yetu kubwa kabisa, kero yetu kubwa ni idara ya maji Awasa. Tunateseka sana na hili jambo la maji. Kweli kama sisi wa mama tunawaomba kama serikali sasa hivi, tunaomba hili jambo hili hebu mjishughulikie. Mheshimiwa Yesu, mahali ulipo, tunakuomba baba, kama sisi wa mama tunateseka sana. Hizi chemba walizotuletea ni hatarishi sana, tena pia kwa watoto wetu sio salama. Hicho ni kimoja. Pili, vinaingia sana matakataka mauchafu, yani ni hatarishi sana. Tunakuomba baba, mahali ulipo utusikilize. Mama, mahali ulipo utusikilize. Tuna kero kubwa sana hapa Engosoash. Tumeibiwa siku nyingi mifuniko, tumewaambia hawajaja. Tunawaomba sana. Sisi wana Engosoash tuko hapa. Tunawaomba sana, kama mnavyotuona tuko hapa. Tunaomba kero yetu kubwa, waturudishie huduma yetu iliyokuwa kama kawaida nyumbani. Mita zetu waturudishie. Gharama zingine zinazofuata watakuja kufuata kule nyumbani, watasoma mita kama kawaida. Tunawaomba waturudishie mita zetu nyumbani kama jinsi zilivyokuwa, waje wasome mita nyumbani. Tunakereka sana kwa hili jambo. Tumeibiwa mita sasa hivi hapa jumla ni mita 9. Hii mita zinaibiwa, yani mita zimeshaibiwa mita nyingi sana. Yani tumekuwa kero. Sasa hivi hatuna maji manyumbani. Tunawaomba Mheshimiwa, mahali ulipo utusikilize kama sisi wa mama, kilio chetu. Sisi tunahitaji maji. Na bili za maji huwa wanatupandishia. Wanatuletea unit kama unit 9, wanakuja kutuletea unit 15. Hebu niambie, sisi tuna makampuni. Hatuwezi. Tunaomba. Tuko chini ya miguu yenu Mheshimiwa Yesu, mahali ulipo. Tunaomba waziri wa maji usikie sisi kilio cha hawa mama. Tunakuomba mita zetu waturudishie nyumbani kama kawaida, waje wasome bili zao. Hizi vichemba vyao hatuvitaki tena. Hatuvitaki. Idara ya maji wamekuwa kero kwetu. Na ishi kubwa hii utakuwa unaijua wenyewe. Waje washughulikie hili swala. Tunawaita kuanzia jana, tumekaa hapa saa 12 mpaka saa 12 jioni. Hatujawaona. Hawaja tusikiliza kama sisi ni wateja wao. Tunawaombeni sana kilio chetu mtukifikishe kwa Mheshimiwa Aweso. Tunaombeni sana. Kwa majina yangu naitwa Aurelian Paul Tem, ni mkazi wa Engosoash, mtaa wa Masaleni. Kwa hiyo sisi kama wananchi kwa kweli tunaomba, na kwa sababu huduma ya maji ni haki yetu. Wananchi walishaomba huduma mpaka sasa hivi, na maana sisi haki yetu ni kulipa bili za maji na tunatekeleza wajibu wetu. Kwa nini wenyewe wanashindwa kutupa haki yetu? Mpaka sasa hivi tumenyang'anywa haki yetu pasipo taarifa. Haki ya huduma ya maji hatuna. Leo wengine tumeamka huko, hata kuoga ni matatizo. Tunaoga na lita za maji, vitu ambavyo havipo. Utazani sisi hatulipagi bili. Sisi kwa kweli tunahitaji mamlaka ya waziri, ikiwezekana iangalie kwa umakini sana. Mamlaka ya maji ya Arusha ni mamlaka ambayo haitekelezi wajibu wake. Uongozi wa AUSA ni uongozi ulio paralyze.
nafikiri na mkuu wetu wa mkoa Makonda yuko, nafikiri ni mtu makini. Pia kama katika seniority leader inaweza ikatumika namna gani? Sisi kama wananchi tunachokitaka ni huduma ya maji ili tuendelee na maisha yetu. Wamefanya uhuni wameufanya hapa. Uhuni wa hali ya juu kwa kweli. Kuto kutushirikisha hata kutaka kujua. Wametoa mita za maji ndani ya manyumba huko, alafu nasikia taarifa wanatuambia kwamba mita wameweka wao nje, lakini wakati huo eti sisi ndo tunalinda. Wakati wenyewe wameweka huko. Security ya mita zao wanazitengeneza kwamba ziwe ndio sisi ndio tuwe tuna security zao. Kitu ambacho hakiwezekani. Alafu wanakuambia kwamba eti ukatoe taarifa kituo cha polisi. Mimi ambaye ni mteja, ambaye ndio nalipa fedha, nikatoe taarifa kwamba nimeibiwa mali yangu, eti kama labda tairi la gari yangu labda limefunguliwa, naenda kutoa taarifa. Ili watengeneze shimo la wewe kuzama ukienda, kwa hiyo umeibiwa ni ya kwako. Kwa hiyo ukanunue ukalipe pesa. Tuna kazi nyingi na pesa ni ngumu. Tunasomesha, tuna vitu vingi. Kwa hiyo sisi tunaomba kwa kweli mamlaka za wizara, Mheshimiwa Waziri Juma Aweso ni mwadilifu, ni mwajibikaji katika kazi hii. Hatuna mashaka, ila atusikilize. Tunachokitaji hii mamlaka ya maji iliyoko Arusha imeparalyze. Haiwajibiki katika hatua za kuwasaidia wananchi. Nia ya rais wetu ni njema, amefanya. Watu kama hawa wanakwenda kuleta taharuki. Mheshimiwa Rais kafanya kazi yake kamaliza. Waziri naye amekuwa na wajibisha. Sasa kazi walizopewa wanashindwa kuzifanya. Sisi kwa kweli tunahitaji. Na wakati mwingine mwenyekiti wetu wa mtaa huu anawajibika kwa namna ya tofauti sana. Hata wanafikiria wana majibu ambayo inawezekana na wanampa tukimuuliza ambayo hayamtii hata moyo. Sasa tufanye nini? Sisi kama wananchi wa Engosoashi hapa mtaa wa Masaleni, kwa kweli sisi tunataka huduma ya maji irejeshwe. Ni kwanza trend ya maji yetu au ulipaji wa maji yetu wanazo kule. Watuunganishie basi direct maji, sisi tuendelee kupata huduma. Watuletee bili kwa mfumo wa matumizi yetu. Sisi hatuna makampuni wala shule wala mahospitali kwamba tuna matumizi makubwa ya maji. Watuunganishie direct badala ya kuja kutufumulia mifumo ya maji tukose maji safi. Hatuna maji safi sasa hivi. Mvua zinanyesha na maji ni ya shida. Watuunganishie, kwa sababu sisi kwenye ulipaji wa maji yetu wanajua ikija bili labda 30,000, 40,000, 50 haiwezi kuwa hapo. Watuletee hiyo flat rate amount tulipe. Control number sisi ndio mali yetu, mita ni za idara ya maji. Wasituhusishe kwenye hizo mita. Watafute solution ya nyingine. Na hii sheria kama umeiweka iondolewe kabisa. Sisi tunaomba waziri wa maji, sheria za namna hii ni sheria kandamizi. Sisi wananchi hatupendi kuingia katika mgogoro huu. Tuko tayari kulipia maji na tunalipia, na huo ni wajibu wetu, tunautekeleza. Kwa kweli ninaomba mimi kama sehemu ya mwananchi wa eneo hili, tunahitaji huduma ya maji haraka iwezekanavyo. Kwanza tuko kwenye msimu wa sikukuu. Tunaingia kwenye taharuki kwenye maisha yetu na familia zetu. Na watoto wetu wako likizo sasa. Jina naitwa Ainaeli Kaale, ni mwananchi wa Engosoashi. Kero yangu ni kwamba hao waliokuja jana wawasa walisema kwamba watakuja Jumanne. Jumanne hivi visima bado vinavuja maji na vinajaa. Hatarishi sana kwa watoto wetu. Ina maana kuanzia sasa hivi kila mtu analinda mtoto wake ili asidumbukie kwenye kile kisima. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba wafanye haraka, walete zege waje wafunge ama visima yao. Isipokuwa mtoto wajukuu zetu akiumia hapa inawahusu. Kwa hiyo hiyo ndio cha kwanza nimeona kwa sasa hivi. Alafu pia hiyo kulipa 85,000 ya kulipia tena mita. Mimi nimeshafanya nani hii ya kuletewa maji, nikalipa hela 300,000 na nikapewa maji, nikaunganishwa kila kitu. Leo huje uniambie kwamba nilipe 85,000 ya kununua mita tena. Tunatoa wapi hizo hela? Kwa hiyo tunaomba jamani, hawa watu waelewe jukumu lao kuanzia sasa hivi, watafute walinzi waje walinde hivi visima kwa ajili ya watoto wetu. Wako nyumbani wote. Huwezi kumlinda mtoto akidumbukia huku inakuweje? Mimi kwa majina naitwa Richard Meshak Laiza, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Engosoashi, kata ya Mushono. Kwa kweli kama wanavyosema wananchi wangu, wimbi la wizi wa mita umeshamiri sana. Na umeshamiri sio mtaa wetu tu, nadhani ni kata na mkoa mzima. Hii changamoto tulishatoa taarifa mara nyingi sana kwa mamlaka. Hata kabla wimbi hili alijaingia ndani ya mtaa wetu, tulishatoa taarifa na angalizo
kupitia hizi chemba zilizotolewa nje. Hizi chemba mwanzo zilikuwa na zile mifuniko zikakatika, zile bushi. Tulitoa taarifa zije ziimarishwe, lakini kukatokea uzembe wa kutokuja kuimarisha vile mifuniko. Mwishowe mifuniko yote kaibiwa. Sisi kama uongozi wa mtaa tulijitahidi sana kufanya doria usiku na mchana kuhakikisha kwamba miundombinu inabaki salama. Tatizo linakuja kwamba kuwatambua wale waizi, hasa sasa hivi katika wimbi hili la wizi wa mita, kuwatambua wezi ni vigumu. Mchana wananchi wanaibiwa mita. Ukiwauliza wale wananchi wanaenda kuambia tumewaona kweli, lakini wamevaa nguo kama za idara ya maji, makoti yale ya blue. Kwa hiyo nao wanashindwa kuwajua kwamba hawa ni wahalifu au sio wahalifu. Mita zinaibiwa. Usiku mwananchi anachota maji, lakini asubuhi anakuta hana mita. Wanalalamika. Sisi viongozi tumekuwa katika wakati mgumu sana. Na ukizingatia hata na mimi kama kiongozi ni mwanga mtarajiwa, lakini vile vile pia mimi ni mteja wa UWASA. Ninayepaswa na mimi kupewa huduma kama anavyopewa wananchi. Mimi kama kiongozi wa serikali ya mtaa, hili jambo kwa kweli linaniumiza sana. Bahati mbaya sana siwezi kukupa tathmini halisi kwa sababu kuna wengine wanaibiwa hawatoi taarifa. Lakini kwa uhakika kabisa kama zitakuwa ziko chini sana ni 80. Sasa 80, kumbuka kwamba kila anayeibiwa mita mwanzo walikuwa wanarudishia wananchi mita bure. Ni kuenda kutoa taarifa polisi, unapeleka loss report, baadaye hapo wanakurudishia mita bure. Miezi 2 wamebadilika tena. Mita gharama kurudisha mita ni 1083. Sasa 1083, kumbuka kwamba huyu mwananchi ndani ya 1083 bado anatumiwa bili kwamba ndugu mteja, lipa bili yako na endapo utalipa tutakuondolea huduma. Sasa huduma anayokuja kuondolea wananchi sio huduma kukata service line, ni huduma ya mita, kuondoa ile mita. Maana yake kwamba kumbe mita sio ya mwananchi, mita ni ya mamlaka. Kwa hivyo mimi naomba itumike mbinu nyingine. Na tulichogundua pia katika wizi wa mita, kuna baadhi ya mita hazibiwi. Tumeshauri sana kwamba hizi mita wale ni wataalamu, waje waangalie hizi mita ambazo hazina soko, wazibadilishe. Kabla wachukue tahadhari kabla ya hatari, waje waangalie, wazichambue hizi mita, waangalie zipi ambazo hazina soko kama wao wanavyojua. Wakishamaliza warudi kwa wananchi, waambie wananchi, ndugu wananchi, kuanzia tarehe fulani lipia bili yako ili tukuingize kwenye mfumo mpya wa mita mpya. Wakisharudishiwa mwananchi hana shida, hana tatizo. Mwananchi anachohitaji ni huduma tu. Na kama wanaweza kutuma message kwamba tutakukatia, tumekusomea, unit dira yako imesoma hivi, itumike mbinu hizo kuarifu wananchi huduma zingine ikiwemo swala la usomaji wa mita. Nadhani linaweza likaleta mahusiano mazuri kati ya mamlaka na wananchi. Sheria kama nilivyokuambia awali natutaka mita iwe nje, lakini siwe mbali zaidi ya mita 60 kutoka kwa mteja. Kwa hiyo sisi tukiamini kabisa ndani ya mita 60 iko kwenye uwezo wa wananchi kujua kabisa mita hizi ni salama, na wao wana jukumu kabisa la kujua kabisa mita yake ni salama. Ndio maana tumekuwa tukitoa vikao na elimu mara kwa mara kuwa mtaa kama mtaa unatakiwa uwe na ulinzi shirikishi. Kama mitaa mingine ya Rosluai wapi Laiza huku wameanzisha ulinzi shirikishi na mitaa hiyo mita hazidiwi tena. Kwa hiyo tulikuwa tumetoa hiyo kana kwamba hakuna mtu wa idara ya maji atalinda mita hizo usiku kucha kwa kila mteja. Kwa hiyo mtaa kama mtaa na wenye vitu wa mtaa wanajua kuwa ni jukumu lao na wananchi kwa ujumla kuangalia zile mita na eneo la mtaa liko salama. Sasa ukisema kwa nini tunawatoza shilingi 83,600, sababu hili ni janga letu wote, janga la mteja na janga kwa mamlaka ya maji. Na ile 83,600 sio bei ya mita, ni kwamba AUSA inachangia gharama kidogo kwa ajili ya kurudisha ile huduma na mteja naye anachangia gharama kidogo ambayo ndio 83 kwa ajili ya kurudisha huduma hiyo. Na hiyo ni busara ama ni sheria ambayo ipo kwenye mkataba kati yenu na wateja? Of course kwenye sheria kuwa atalipa mita itakapoibiwa bado haijakaa sawa, lakini ni busara tu kuwa basi mamlaka ya maji ichangie kidogo kutokana na uharibifu uliotokea, kwa sababu hakuna ambaye alitegemea kuwa mita itaibiwa, au sio mamlaka ya maji imesababisha wala sio mteja. Kwa hiyo tunakaa kukubaliana kuwa basi tuchangie kidogo ili
huduma irudi. Mamlaka inatoa vifaa, inatoa mafundi na baadhi ya vitu vingine inanunua, then na mteja anachangia 83,600. Sasa hawa wateja wanasema hamjawashirikisha na hawako tayari kuchangia hiyo fedha kwa sababu wao walishalipia na mita ni mali yenu, na pia hawajahusika iwe kwa uzembe au kwa namna moja ama nyingine hadi kupelekea hizo mita ziibiwe, na mmewasitishia huduma ya maji na kumbe kuna mkataba unaowalazimisha kuchangia hiyo fedha. Mnatatuaje hilo sasa? Nafikiri sio kwamba ni mara ya kwanza jambo hili kupokea mita kuibiwa. Kuna mitaa pia walikuwa mita zimeibiwa, lakini ni swala la elimu tu. Tutakachokifanya, tutakutana na mwenyekiti wa mtaa na hao wananchi, tutapeana elimu. Mitaa hiyo pia mingine walikuwa wanakataa, lakini tuliwapa elimu, walielewa na wakalipa. Lakini pia tulikuwa na ziara na mwenyekiti wa chama mwenyekiti wa chama wa mkoa Mzee Sabaya, aliwaelewesha pia watendaji na wenye viti wa mitaa kuwa swala la mita kuibiwa, hakuna aliyetegemea mita itaibiwa. Mamlaka ya maji haikupanga wala mteja hakupanga. Basi tuchangie huduma irudi. Lakini kikubwa, ili kukomesha hili, pia tunaweza tukarudisha wakati mwingine labda ikaibiwa. Tumekubaliana kuwa tutakapozirudisha sasa tunasogeza karibu kabisa na mteja, nyumbani kwa mteja. Nafikiri ni swala la elimu tu, tutawapa elimu. Tumekubaliana tutakutana na mwenyekiti wa mtaa, tutawaita, tutaongea, tutalikamilisha. Katika namna hiyo hiyo ya kutumia busara kwenye kuchukua hizi fedha, wanasema fedha zote za serikali zinaingia katika mfumo. Mnaziandikiaje sasa fedha hizi ambazo wanalipia mita hawa wananchi ambazo hazijakuwa kisheria? Kiutaratibu, baada ya mteja kuibiwa mita, jambo ambalo huwa tunalifanya, kwanza tunamshauri alipoti kwenye ofisi ya serikali ya mtaa kuwa nimeibiwa mita, ili mtaa ujue kuwa kuna janga hilo. Hiyo ni moja. Lakini la pili, tunamweleza akaripoti polisi kuwa mita yake imeibiwa. Akisha ripoti polisi, anakuja na loss report ofisini, ataandika barua, mimi ni mteja labda fulani, nimeibiwa mita na nimesha ripoti polisi, loss report hii hapa. Akisha kuja ofisini, tunamtengenezea control number. Akishatengenezewa control number, anailipia 83,600, then tunaenda kufanya hiyo kazi ya kurudisha mita mpya.